Dawa ya kuacha dhambi ni kuacha kukaa mazingira yanayosababisha wewe utende dhambi. Kama unakaa kijiweni ambapo unakuta watu wanaongea mizaa ambayo pia haiingizi faida yoyote, ni kuacha kukaa sehemu hiyo. Kama una rafiki ambaye naye anapenda mambo ya hovyo, acha kuwa na rafiki ambaye anafanya mambo ya hovyo. Tafuta rafiki ambaye atakusaidia wewe ufanye vizuri. Pia ni vema sana kuabudu, kwa sababu kuabudu ndio msingi wa mwanadamu na imesaidia sana watu kuwa wema. Biblia inasaidia sana kuwa watu wa wema, lakini usipoabudu utajikuta ni mtu wa hovyo, ni mtu usiyejielewa, ni mtu ambaye unaishi maisha ya kawaida. Tunasema wote ni hivyo. Hapana, sio wote tuko hivyo hivyo. Sema wewe ndivyo ulivyo kwa sababu ya makosa na dhambi ambazo umejiendekeza nazo. Tunasoma katika Matendo 3:19. Unasema tubuni basi mrejee ili zije nyakati za kuburudika kwenu kwa kuwako kwako Kristo. Kwa hiyo kutubu kutakusaidia wewe ufurahi, furaha ije, kwa sababu furaha haiji kwa sababu na fedha. Furaha haiji kwa sababu labda wewe umevaa gauni la maruni. Ndio. Furaha inakuja kwa sababu unafanya ibada, umefanya vizuri. Mashaka inakuwa kwa mtu mjinga, mtu mpumbavu, mtu ambaye anafanya vibaya. Ndio maana pia hata Biblia hiyo Methali 28 imesema waovu hukimbia pasipo kufuatiwa na mtu, bali mwenye haki ni majasiri kama simba. Umeelewa? Naam.